Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeanzishwa harakati za kumwondolea kinga ya kisheria rais wa zamani Joseph Kabila ili ashtakiwe kwa madai ya kuwaunga mkono waasi wa kundi la M23. Waziri wa Sheria Constant Mutamba amesema tayari mwanasheria mkuu wa jeshi ameshaliomba baraza la Senate la Kongo kubatilisha kinga ya kutoshtakiwa alionayo Kabila kutokana na nafasi yake kuwa seneta wa maisha. Ripoti kamili na Angela Mdungu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Waziri Mutamba amesema Kongo imekusanya ushahidi wa wazi kuhusu uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya halaiki ya raia wasio na hatia pamoja na maafisa wa jeshi dhidi ya rais huyo wa zamani. Amesema Kabila anapaswa kurejea Kongo ili ajibu madai hayo mbele ya sheria, la sivyo kesi yake inaweza kuendeshwa bila uwepo wake. Licha ya tamko hilo lililotolewa Jumatano jioni, kufikia leo Alhamisi bado haijawekwa wazi kama kuna nyaraka zozote zitakazokuwa tayari kusainiwa ili kufanikisha kuondolewa kwa kinga ya Kabila ifikapo Ijumaa. Joseph Kabila aliyekubali kuondoka mamlakani mwaka 2018 baada ya karibu miongo miwili ya utawala wake, amekuwa nje ya nchi tangu mwishoni mwa mwaka 2023 na mara nyingi amekuwa nchini Afrika Kusini. Mwezi uliopita alisema angerejea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili asaidie kupata suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa taifa lake ambako waasi wa M23 wameyateka maeneo makubwa. Kurejea Kongo kwa Kabila ambaye amekanusha kuwaunga mkono waasi hao kunaweza kutatiza juhudi za Marekani za kuukomesha uasi katika eneo la mashariki linalokabiliwa na mzozo. Eneo hilo lina madini ya thamani ambayo utawala wa Rais Donald Trump umedhamiria kusaidia kuyachimba. Duru za habari ziliashiria kuwa rais huyo wa zamani angewasili au tayari alishawasili Kongo kwenye mji wa mashariki wa Goma ulionyakuliwa na waasi hao wanaoungwa mkono na Rwanda mapema mwaka huu. Hivi karibuni, Wizara ya Mambo ya Ndani ilizisimamisha shughuli za chama cha Kabila cha People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD siku kadhaa baada ya mali zake kushikiliwa na maafisa wa usalama. Katibu mkuu wa chama hicho Ferdinand Kambere amesema jaribio la kumwondolea kinga Kabila linaonyesha kuwa serikali inahofia kurejea kwake. Kambere amemnyoshea kidole cha lawama Rais Felix Tshisekedi ambaye ni hasimu wa Kabila kuwa ndiye chanzo cha mzozo wa mashariki mwa Kongo. Kuna kisa kingine cha kusikitisha. Polisi nchini Kenya imeanza kufanya uchunguzi wa mauaji ya mbunge wa jimbo la Kasipul Charles Ong'ondo Were yaliyotokea usiku kwa mkia leo. Kwa mujibu wa polisi, mauaji hayo yanaaminika kuwa yalipangwa. Ong'ondo Were alipigwa risasi na mwendesha bodaboda muda mfupi baada ya kutoka kwenye kikao cha bunge. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi. Wapelelezi wa idara ya DCI wamelitembelea eneo la mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were yaliyotokea usiku kwa mkia leo. Kikosi hicho cha wachunguzi kilifika kwenye eneo la mzunguko wa hifadhi ya maiti ya City kwenye barabara ya Ngong alikouawa marehemu na watu wasiojulikana. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen, uchunguzi unaendelea. Duru za afisi ya inspekta mkuu wa polisi zinaashiria kuwa shambulio hilo lilipangwa. Kufikia leo jioni, hakuna yeyote aliyekamatwa kwa kuhusika na mauaji hayo. Itakumbukwa kuwa wiki kadhaa zilizopita marehemu Ong'ondo Were alidai kuwa maisha yake yako hatarini na kwamba vurugu zinazoshuhudiwa kwenye eneo bunge lake la Kasipul zinachagizwa na watu wanaojulikana. Aliwarai maafisa wa usalama kuchukua hatua mwafaka, kilio ambacho kiliambulia patupu. Wale wanalete shida hapa Kasipul wakai hapa. Watu wanakodeswa kutoka nje. Kwa hivyo nataka polisi wafanye kazi, watafute mwenye umbwa, si umbwa, na mwenye umbwa si mkora hii nyinyi unasikia hapa. Siku chache kabla ya tamko hilo, vurugu zilitokea kwenye msiba aliohudhuria katika wodi ya Nyatindo alikofungiwa njia kupita na wahuni, ila walinzi wake walimnusuru. Wiki iliyofuatia alikumbana na kitisho cha moja kwa moja alipozuiwa kuzungumza mazikoni. Mbunge wa Rangwe Lilian Gogo anasisitiza kuwa hali imekuwa ya hatari huko Homa Bay. And there is a way
Na kuna wimbi la uhalifu linalorindima Homa Bay ambalo sharti lidhibitiwa na vyombo vya usalama. Hilo limeamaliza maisha ya mbunge ambaye ni mtumishi wa watu. Sidhani tuko tayari kupoteza maisha mengine. Kwa upande wake, Rais William Ruto alihudhuria maadhimisho ya siku ya wafanyakazi mchana huu, aliwasilisha rambirambi zake na kuwahimiza polisi kufanya uchunguzi wa kina wa mauaji hayo. George Kaluma ambaye ni mbunge wa Homa Bay mjini alibainisha kuwa mipango inaendelea ya maandalizi ya maziko na wamevunjwa moyo. Tumesikitishwa na jinsi maisha ya mbunge yalivyomalizwa kwenye eneo la umma, barabara ambayo inapitapite na magari mengi. Naungana na wenzangu kuwahimiza polisi kwa mara hii, tafadhali itafuteni sababu na kiini. Ifahamike kuwa marehemu Were alikuwa anahudumu kwa muhula wake wa pili kuliwakilisha eneo la Kasipul bungeni. Selma Mwazaya, DW, Nairobi. Katika kisa kingine kinachohusishwa na uhalifu, katibu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania TEC, Padri Charles Kitima alivamiwa na kushambuliwa jana usiku wakati akiwa karibu na makazi yake jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi limeanzisha uchunguzi juu ya kisa hicho na tayari limesema kwamba limemtia mbaroni mtuhumiwa mmoja. Sudi Mneti awali alizungumza na rais wa baraza la TEC akiwa safarini Italia, Askofu Wolfgang Pisa, na kwanza alimuuliza hali ya sasa ya majeruhi ikoje kwa taarifa alizonazo. Nimezungumza naye, bado yuko chini ya uangalizi wa madaktari. Binafsi anasema anaendelea vizuri, maumivu yapo, ameumizwa. Bado tunasubiri taarifa rasmi ya madaktari. Ninyi wenyewe kama baraza la Katoliki mmekuwa mkichukua hatua gani wakati huu? Polisi tayari imekwisha toa taarifa fupi? Tumeona kwanza, tangu jana usiku tulikuwa na mawasiliano na serikali, hasa polisi wenyewe, IGP. Ingawa binafsi mimi naona ile statement kama ina upotoshwaji kwa jinsi walivyoiandika. Kimepotoshwa nini na cha ukweli ni kipi? Padre alivamiwa kwenye makazi yake ya kanisa Katoliki, makao makuu ya baraza la maaskofu pale Kurasini, Dar es Salaam, lakini wao polisi walivyoandika pale, wameandika kwamba padre alikuwa anapata kinywaji kuanzia saa 1 sijui mpaka saa 4 usiku. Picha ambayo ya haraka mtu anayopata ni kama mtu huyu alikuwa baa na huyu mtu atakuwa amevamiwa labda na walevi. Sisi hiyo tunaikanusha. Kwanza, kwenye baraza la maaskofu hakuna baa. Yale ni makazi, na mahali alipokuwa anafanya kazi ni sehemu yake ya kawaida baada ya shughuli za ofisi, ambapo anakaa kila mara kufanya shughuli zake. Kwa hiyo kwa upande fulani ni kama sehemu yake ya kufanyia kazi. Nisingetegemea pia chombo cha usalama kitoe statement kama ile kwa umma, kueleza ambacho watu wanategemea kwamba ieleze kitu cha ufasaha cha ukweli, ambapo kila mtu anategemea kuanzia tu pale mwanzoni. Si inawezekana kwamba Padri Kitima alikuwa akipata kinywaji inaweza kuwa juisi, maji pale ndani katika baraza la maaskofu? Inawezekana, lakini ni kinywaji gani ambacho hicho atakuwa mtu anapata? Wewe mwandishi unaweza kuwa unakunywa maji kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Lakini pia imetajwa kwamba alikuwa anafanya mkutano na viongozi wengine wa dini. Ina taarifa kwa mkutano kama huu? Hiyo taarifa ipo, na viongozi wa dini mbalimbali waliohudhuria huo mkutano wapo. Wengine bado wako kwenye eneo la baraza, hawajaondoka, na baadhi yao ndio walioenda hospitali asubuhi kwenda kumwangalia. Hao viongozi wa dini ukimjumuisha Padri Kitima walikuwa na mkutano wenye ajenda zipi? Nafikiri ni mambo ya uchaguzi. Uchaguzi huu wa Tanzania? Agenda ilitolewa. Mimi sina ile email, nina copy ya email. Kama hali ya siasa nchi yetu, title yake ipo ya. Polisi wanasema wanamshikilia mtu mmoja. Huyu ni sehemu ya watendaji wa baraza la maaskofu au ni mtu asiyefahamika? Binafsi mimi simfahamu, lakini kusema ni mtendaji, hatuna mtendaji kama huyo aliyetajwa. Lakini ni nani hasa, tunasubiri taarifa rasmi. Tukio limetokea ndani, baraza la maaskofu nalifahamu mimi kwa kulitazama na nimeingia ndani. Kuna uzio mkubwa na kuna geti pale kubwa na kuna mlinzi. Huyu alikuwepo mlinzi? Kwenye shughuli yoyote taasisi, watu mbalimbali wanaingia, na
bila shaka alikidhi vigezo vya awali vya yeye kuingia pale kwenye geti. Tuko katika ulimwengu wa kiteknolojia sasa, kuna kamera za ulinzi na usalama. Ninyi mnajilinda na vitu kama hivi vya kisasa? Kwa hizo nafikiri polisi pia wanafuatilia. Ni moja ya vitu ambavyo wao nafikiri wanavifanyia au walikuwa wanakazi tangu jana usiku.